Bwana, hii ni Rasmi TV na kwenye exclusive interview leo nipo na mwimba gospel ambaye anafanya vizuri sana kwenye kuimba nyimbo za Injili. Kwa wale wapenzi wa kusikiliza nyimbo za Injili, bila shaka walishawahi kumuona katika video mbalimbali akiwa amewashirikisha waimbaji wakubwa sana wa Injili hapa nchini Tanzania kama vile Enoch Jonas. Na hapa tumeshafika nyumbani, kama unavyoona mazingira mazuri sana ya nyumba ambapo anaishi. Basi tukapata wasaha mzuri sana wa kutembea baadhi ya maeneo katika nyumba yake ili kuona mandhari nzuri sana ambayo ilinifurahisha sana, mazingira safi yaliyotulia, angalau ili tuweze kupata sehemu nzuri ya kufanyia exclusive interview ambayo tumeiandaa kwa muda mrefu sana na mwimba gospel. Kwenye wapenzi wa gospel, basi leo nipo na mwimba gospel hapa ambaye atajitambulisha kwa urefu zaidi, ni alianzia wapi na akafika wapi. Labda kwa watazamaji wetu wanatamani kujua majina yako official kabisa ya kimtandao ambao unayatumia. Majina yangu official kabisa ambayo natumia kwenye mitandao yote ya kijamii napatikana kama Efrazia Mgoye, hivyo hivyo. Okay, sawa. Wewe ni mwimba gospel na labda safari yako ya kuimba gospel ulianzia wapi? Safari yangu ya kuimba gospel kiukweli nimeanza kuimba tangu nikiwa mdogo. Nilikuwa naimba kanisani, nilikuwa naimba shule pia, lakini kuna wakati fulani ulifika, nafikiri kulingana na majukumu, kuna shule, kuna kukua, kuna familia, kwa hiyo nikajikuta nimekatisha. Lakini mnamo mwaka 2022 nikajikuta sasa napata msukumo mkubwa zaidi wa kuingia rasmi kwenye muziki huu wa Injili. Kwa hiyo ndio nilipoanza mwaka 2022 mwezi wa 11. Kwa hiyo na miaka miwili kwenye tasnia, japo namshukuru Mungu ndani ya miaka miwili watu nimejikuta nafahamika kwa haraka sana. Watu wamenifahamu kwa haraka sana, namshukuru Mungu kwa kweli. Okay, sawa. Labda kwa nini ulichagua gospel na sio nyimbo zingine labda za bongo flava? Ni kitu gani ambacho kilikusukuma ukasema sasa mimi Mungu ameniweka katika kipaji hiki cha kuimba gospel? Mimi nadhani hata wakati Mungu mwanzoni anaanza kunipa mafunuo ya kuimba, kuandika mistari, nilikuwa napata mistari ya nyimbo za gospel. Kwa hiyo nataka kusema tu ni neema ambayo Mungu ameiweka ndani yangu ili nitumike katika upande huu wa Injili zaidi na sio upande huu mwingine. Okay, sawa. Lakini support ipo kwa watu unaipata sana, si ndio? Namshukuru Mungu, support naipata kubwa sana kuanzia kwenye familia, lakini pia kwa watu wanaonizunguka support naipata kubwa sana. Zaidi napata na support kubwa zaidi pia kwa mume wangu Mgoye. Namuombea kila laheri, Mungu azidi kumweka tu kwa ajili yangu ili watu waendelee kusikia neno la Mungu na waokoke kupitia huduma ninayoifanya mimi. Okay, sawa. Labda gospel yako ya kwanza ambayo ulishawahi kuitoa ukasema basi hapa mimi natambulika kati ya zote ambazo ulishakuitoa, ni wimbo gani labda na kwa nini huo wimbo? Wimbo wangu ambao ulinitambulisha wa kwanza kabisa ni wimbo ambao unaitwa Nimefichwa. Wimbo huu nilimshirikisha Enoch Jonas, aliimba wema wa Mungu umenizunguka. Maana wimbo wa kwanza kabisa ambao unasema nimefichwa na damu ya Yesu, kwa hakuna baya yote linaloweza kunipata. Ndio wimbo ulinitambulisha mimi kwenye tasnia hii ya uimbaji. Okay, labda kwa sababu Enoch Jonas ni mwimba gospel mkubwa sana yule. Labda kuna ugumu wa kukutana na waimba gospel kubwa kama hao labda? Kwa mimi binafsi hakuna ugumu wa kukutana na waimbaji wakubwa, kwa sababu mimi ndani ya hii miaka miwili ya huduma yangu nimejikuta nimefanikiwa kuingia kwenye umoja wa waimbaji Tanzania Music Foundation, TAMUFO. Kwa hiyo tuko mle waimbaji wakubwa karibia wote ambao nyinyi mnawafahamu, mnawasikia. Kwa hiyo kwangu hainipi ugumu kupata mwimbaji mkubwa na kufanya naye kazi, kwa sababu ukiacha Enoch Jonas pia nimeshaimba na Kibonge wa Yesu. Ndio. Okay, sawa. Kwa hiyo ninavyosema umepata nafasi gani ya kuimba na yule ni mwimba gospel mkubwa? Nitakuwa nimekukosea sana, wewe mwenyewe ni mwimba gospel mkubwa. Niseme tu hivyo kwa sababu kama ulishawahi kufanya nao kazi ya Mungu ya kuimba gospel na waimbaji kama hao, basi na wenyewe ni wakubwa. Labda kwa sasa hivi wewe unatarajia labda kufanya na nani, ili unatamani uje ufanye kazi hii ya kuimba gospel na nani, angalau kazi yako ili iende vizuri kabisa, ndoto yako labda wewe? Wako waimbaji wengi sana ambao natarajia kufanya nao kazi, lakini sidhani kama ni hekima sana kutaja sasa. Kuna mwimbaji mmoja mkubwa sana hapa Tanzania, mkubwa sana, natarajia kufanya naye kazi, japo nafikiri umbali. Mimi niko Mwanza, yeye yuko Sengeni, nikimhitaji yuko Dar es Salaam, au Sengeni nikimhitaji yuko Dodoma, ni hajapata muda wa kukaa katulia. Lakini nadhani nisisemee sana, ila soon watu wataona. Nafikiri nitafanya naye kazi ambayo nafikiri
Mungu atafanya jambo kubwa sana kupitia huo wimbo ambao tutautengeneza mimi na huyo mwimbaji. Okay, sawa. Labda tumeona nimefika nyumbani, bila shaka nikaona mafanikio ni makubwa sana kwa jinsi ambavyo tumeona mazingira yako na nini, lakini tunatamani kujua labda ni hii kazi ya kuimba gospel ndio iliyokufanya ukafanikisha hivi ama kuna kitu kingine nyuma tofauti na hivi? Kiukweli mimi tofauti na kuimba gospel, mimi ni mjasiriamali mdogo. Mimi ninashona nguo za harusi za kike, shela ninashona, lakini pia ninazo ambazo huwa ninauza na kukodisha. Ndio shughuli yangu nyingine ya ziada ambayo huwa naifanya tofauti na kuimba gospel. Okay, ipi ambayo ulianza ya kwanza, hii ya kushona ama hii ya kuimba? Ya kwanza nilianza ya kushona. Ndio iliyokufanya ukafikia sasa hivi hapa, si ndio? Lakini gospel inakulipa zaidi. Namshukuru Mungu kwa kweli, namshukuru Mungu sana kwa sababu kupitia gospel nimepata faida nyingi sana. Faida ya kwanza, napata kipato kupitia gospel. Japo namtumikia Mungu, sio kwamba namtumikia kwa kutafuta kipato, lakini namshukuru Mungu napata kipato kupitia nyimbo hizi za Injili. Lakini pia kupitia muziki wa gospel nimefahamiana na watu wengi sana. Lakini pia kupitia muziki huu wa gospel nimebahatika kutembea nchi ambazo sikuwahi kutarajia kama ningeweza kufika huko nyuma kabla sijaanza kuimba gospel. Kwa sababu namshukuru Mungu nimeshafika baadhi ya nchi za East Africa karibia zote. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Kwa hiyo kwangu naweza nikasema ni mafanikio makubwa sana ambayo nimeyapata kupitia huduma hii ya uimbaji. Labda ni nchi gani ambazo umeshawahi kufika? Nimeshafika Kenya, nimeshafika Uganda, nimeshafika Rwanda. Okay, kwa shughuli hii ya kuimba gospel. Ndio, kwa kwenda kuimba gospel. Okay, sawa. Labda leo hii mtazamaji amesha kuona wewe anatamani sasa kuja kufanya hata wimbo mmoja na wewe. Labda kukupata kuna ugumu wote labda ukutafuta? Hapana, wapo watu wengi huwa wanatamani kufanya kazi na mimi, lakini sielewi ni kwa nini watu wengi mimi huwa wananiogopa sana. Lakini naweza nikasema kwamba wananiogopa sana ni watu ambao wako mbali na mimi. Wale watu ambao wameshafanikiwa kunisogelea kuwa karibu na mimi wanajua mimi ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo mimi nawaambia wasiogope na wakaribisha, karibuni, kila kitu kinaongeleka. Okay, sawa. Okay, labda mtazamaji wetu kwa mara ya mwisho anatamani kujua labda katika hatua yako ulishaanza kuimba gospel. Tunajua katika safari zote za uimbaji kuna changamoto, kuna faida. Labda ni changamoto gani ambayo ushakutana nayo wewe ukasema changamoto uliyopitia ambayo utakuja kuisahau labda mpaka unafika sasa hivi hapa? Kiukweli changamoto ya kwanza ni uongo wa directors, ni waongo sana. Maproducer pia waongo, lakini namshukuru Mungu kwa sasa nina maproducer ambao nafanya nao kazi. Mimi ni mtu ambaye kwa hapa Mwanza huwa na rekodi kwenye studio moja inaitwa Amani Records. Yeye tumeenda sawa kwa sababu sio muongo. Namshukuru Mungu kwa hilo, nimefanikiwa kupata. Kwa sasa nimekaa nimetulia. Kwa hiyo nikiwa Dar es Salaam nitaenda kwa mixing doctor au kwa Enoch Jonas, naenda kurekodi watu ambao hawawezi kunidanganya. Kwa hiyo wanafanya hivyo. Kwa hiyo nadhani changamoto kubwa ni uongo tu wa directors na producers ambao pia kwa sasa nafikiri Mungu amenisaidia, ule uongo umekaa mbali na mimi. Okay, sawa. Labda kwenye kazi hii ya madirector ambao wanakuwa na uongo, ni wakati wa kufanya kazi au kazi tayari imeshakamilika ndio wanakuwa wanazungusha kazi, labda uongo ni upo sehemu gani ambapo labda hata ukisikia basi wao wanakuwa wanajirekebisha hata wengine ambao wanafanya kazi ya director? Yaani uongo kwa directors unakuta unafanya naye kazi anakuambia kwamba kazi yako utaipata baada ya wiki 2 au baada ya mwezi, lakini unakuwa umeshamlipa hela yake yote kila kitu. Lakini unakuta kile kipindi ambacho amekwambia kwamba utaipata kazi yako inafika, anaanza kukuzungusha. Sometimes unaweza kumpigia simu apokei. Yaani kuna kero kidogo kwa kweli ambazo sio nzuri, inabidi madirectors mbadilike. Okay, sawa. Kumbe changamoto moja wapo katika madirector, uongo wao ni kuchelewesha hata kazi, si ndio? Yaani huo ndio uongo mkubwa na kuchelewesha kazi hapo tu. Na mimi katika maisha yangu hakuna kitu ambacho sikipendi kama mtu kunidanganya. Yaani ni bora tufanye kazi, wewe niambie tu kwamba kazi yako utaipata baada ya miezi 6. Kwa hiyo nikae tu mimi nasubiria kwamba baada ya miezi 6 nitapata nini? Utapata kazi yako. Sio niambie utapata baada ya wiki 2 au baada ya mwezi, alafu nafika mwezi hujanipa kazi yangu. Kweli huwa sometimes inafika majira mtu unakata tamaa. Ni kweli kabisa. Basi madirector wakisikia ujumbe huu basi wajirekebisha, kwa sababu utakuwa na labda umeshawaandaa watazamaji wako siku fulani utakuwa umeshatoka na wanasubiria unakuwa wewe ni mwongo, kumbe director ndo aliyesababisha. Ndio kabisa. Okay, sawa. Labda tuje kwenye swali lingine, kwa sababu kuna waimba gospel wengi sana ambao ni wa kike na wa kiume, lakini kwa waimba gospel kike wengi ni kama vile ni watumishi wa Mungu, wapo na wana mahubiri yao. Labda wewe upo katika hatua hiyo labda kufanya hivyo au upo unafanya hivyo? Kwa sababu kuna wengine wanafanya mahubiri ni kama vile wana makanisa, wewe ndio unakuja kufanya hivi labda au tayari ushaanza kufanya? Mimi kwa kweli
niwe muwazi, Mungu bado hajanipa mafunuo ya mimi kunifanya mimi nichunge watu. Unajua kuchunga watu sio kitu cha kukurupuka. Ni kweli. Kuchunga watu inatakiwa Mungu, yani usikurupuke, Mungu akupe karama ndio uende ukafanye kile kitu. Lakini sio unakurupuka asubuhi jioni unataka kufungua kanisa. Sidhani kama ni sawa. Okay, ni kweli kabisa. Mtazamo wangu sidhani kama ni sawa. Kwa hiyo mimi binafsi Mungu hajanipa maono hayo. Mimi niko huku upande wa kumtumikia Mungu katika njia ya uimbaji. Okay, sawa. Tunashukuru sana kwa hilo, kwa sababu hata mtu ambaye anafikiria kwenda kufungua tu kanisa basi atakuwa anajua kweli kufungua kanisa sio kama vile unaenda kufungua tu, hapana. Lazima uwe na maono, Mungu akubariki, yaani Mungu akuchague kabisa kwamba wewe mwanangu sasa unatakiwa uende ukachunge watu. Ndio uende kufanya. Lakini sasa unakuta kuna watu wengine wanaenda tu ili mtu anafungua kanisa. Yaani kuna watu baadhi ambao wanataka kuharibu Kristo. Yaani kuna watu wachache, sio watu wote, kuna watu wachache ambao wanataka kuharibu Kristo. Wanafanya ile huduma ya uchungaji kama biashara fulani. Kama nifungue vitu kanisa kupitia sadaka niishi. Umeona? Kitu ambacho hicho kitu kinapelekea, ndio maana sasa hivi unakuta mafundisho ya uongo yamekuwa mengi sana. Kupoteza hata uaminifu kwa baadhi ya waumini. Ndio. Kwa hiyo inabidi tusikilize sana sauti ya Mungu, sio kukurupuka. Okay, sawa. Labda tunatamani kujua labda nyimbo ambazo umeimba angalau hata 3, watazamaji wako wakizisikia hapa wanaweza kaenda kuzisearch hata ukurasa wako YouTube na namna ambavyo unapatikana na wakaenda kusikiliza hizo nyimbo zako. Okay, ukiingia YouTube kuna nyimbo zangu, nyimbo 3. Ndio. Kuna wimbo unaitwa Niko Salama. Kuna wimbo unaitwa Waua Watoto, lakini pia kuna wimbo unaitwa Niko Hapa. Karibuni sana YouTube, ukiandika Efrazia Mgoe utakutana na nyimbo zangu, na nyimbo zangu mara nyingi naachia ni video, kwa hiyo utakutana na video pale. Ziko nyingi sana. Nimeambiwa niseme 3, ndio maana nimesema 3. Ila ziko nyingi sana na ninaachia mara nyingi kazi, na hivi ninavyoongea nadhani kwenye tarehe 20 kitu nitaachia kazi nyingine mpya. Okay, sawa. Kwa hiyo akienda tu kusearch hapo Efrazia atakuta nyimbo zote pale. Ndio. Lakini baadhi yake nimeshazifanyia video na nyingine pia ambazo nimeshazifanyia video, nyingi nimeshazifanyia video, sema sasa naenda naachia kidogo kidogo. Baada mimi sio mtu yule ambaye kwamba unasema kwamba na record sasa hivi afu niachie kazi. Mara nyingi huwa nina record kabisa audio na record video, kwa nakuwa na stock tayari. Kwa hiyo ikifika majira naangalia tu kwamba kuna mtu ambaye huwa ananipa muongozo, niseme kama meneja wangu. Okay. Kwa hiyo huwa ananipa muongozo kwamba sasa Efrazia tuachie kazi fulani. Kwa hiyo ndio hivyo ninavyofanya mimi. Okay, sawa. Labda kwenye kuimba labda unaalikwa. Unashapata mialiko labda ya kwenda kuimba sehemu? Mara nyingi sana. Okay, sawa. Labda mialiko hiyo inategemeanaje labda ili uipokee? Kuna mtu anaweza akakusikia akasema nitakuwa na shughuli yangu natamani mwimba gospel Efrazia aje aniimbie. Labda mialiko hiyo inakuwa ni katika sehemu gani labda? Mimi naenda kuimba nikialikwa sehemu yoyote naenda kuimba, na yeyote anayetamani kunialika namkaribisha sana, anipigie simu kupitia namba yangu, au anaweza akatafuta waandishi wa habari akapata namba yangu. Lakini pia ukiingia Facebook namba yangu ipo pale kwenye bio. Kwa hiyo unaweza kunipigia simu tukaongea na nikaja kuimba. Naimba sehemu yoyote, naimba kwenye harusi, naimba kanisani, naimba kwenye mikutano, naimba kwenye sehemu yoyote, na nikialikwa naenda kuimba. Na ni nyimbo zako kabisa zile ambazo tayari umeshaziachia ndio unazitumia? Ndio, naimba nyimbo zangu binafsi. Situmii nyimbo za watu. Okay, sawa. Bila shaka tumeshatamatisha, lakini ndio bila shaka tulikuwa na usafiri wetu hapa. Tumetoka nao huko ulipotupokea mpaka tukafika hapa. Labda ndio usafiri wako kwanza ushakuwa nao au ushawahi na usafiri mwingine? Hapana, nimeshawahi kumiliki magari kadhaa. Nafikiri hata ukiniangalia hapa kwenye uso wangu hapa unaweza kuona kuna kama mnangeo fulani kwa mbali. Okay, ndio. Nilipata ajali mbaya sana ya gari kabla sijahamia Mwanza. Maana maisha yangu mimi mwanzo nilikuwa naishi Dar es Salaam. Kwa hiyo nilipata ajali nikiwa Dar es Salaam. Kwa hiyo sio usafiri wa kwanza, nimeshamiliki usafiri kadhaa. Labda gari ambazo ushawahi kumiliki labda ni kama gari gani labda? Nitajibu wakati mwingine. Okay, sawa. Hamna shida. Okay, labda tumalizie na swali lingine ambalo mtazamaji wetu anaweza akaja akakutafuta. Kwa sasa hivi uko Mwanza. Ndio. Zamani unasema ulikuwa Dar es Salaam. Ndio, nilikuwa naishi Dar es Salaam. Labda kitu gani ambacho kimekuhamisha huko kaja huko? Dar es Salaam ni familia yangu, wazazi wangu wamelea kule. Kwa huku Mwanza nimekuja baada nimefuata ndoa.
Kwa baada ya kufuata ndoa maisha yamehamia Mwanza. Maisha yakahamia. Kwa watu wa Mwanza ni rahisi sana kukupata kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi watu wa Mwanza ni rahisi kunipata, lakini pia namshukuru Mungu, mimi sehemu yote nikialikwa naenda kufanya huduma, iwe Dar es Salaam, iwe Sumbawanga, iwe Tanga, iwe wapi, popote naenda kufanya huduma. Na mara nyingi nimekuwa mtu wa kusafiri sana. Wanaofuatilia posti zangu nazoposti nafikiri wanaona. Ndio. Okay, sawa. Tunashukuru sana kwa muda wako. Asante, nashukuru sana. Mungu awabariki. Karibuni tena wakati mwingine, msichoke kunitafuta nikiwa na lolote lile. Asante sana. Ukiwa unaachia ngoma zako basi unaweza kuwa unatafuta, tunaitambulisha, basi watu wanakuwa tayari kuisikiliza. Amina, nashukuru sana. Mungu awabariki. Asante sana. Bwana, kwenye exclusive interview tumemaliza na mwimba gospel Efrazia ambaye tuliwasiliana naye na ametupokea tulipotoka mpaka tulipoishia sasa hivi. Jina langu mimi ni Alex Erasmi Lubuva, nyuma ya kamera ni Manga Sauce.